Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi awasihi waumini wa dini ya Kiislamu kuendeleza utaratibu wa kuwasaidia wasio na uwezo. Na katika michezo, zikiwa zimesalia saa chache kuelekea kilele cha mbio maarufu za Akili Marathon, waratibu wathibitisha kukamilisha maandalizi kwa 100%. Habari ya asubuhi, mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasihi waumini wa dini ya Kiislamu na jamii kwa ujumla kuendeleza utaratibu mzuri wa kuwasaidia na kuwahurumia watu wasio na uwezo kwa kuzingatia mahitaji yao maalum. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Mheshimiwa Rais Mwinyi ameyasema hayo jana katika baraza la Eid al-Fitri lililofanyika katika ukumbi wa chuo cha polisi Ziwani mkoa mjini Magharibi, ambapo amefafanua kuwa ili kuwa na jamii yenye ustawi bora ni vema utaratibu huo ukaendelezwa, kwani kwa kiasi kikubwa umewasaidia watu wa makundi maalumu ikiwemo mayatima na wajane kupata futari na kutekeleza ibada ya funga kikamilifu. Aidha, amesema waumini wa dini ya Kiislamu wana wajibu mkubwa wa kutekeleza na kuendeleza mambo yote ya kheri yaliyokuwa yakifanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo kumcha Mwenyezi Mungu kwa bidii, kwani anaongeza upendo, umoja na mshikamano. Na wasihi tuendeleze utaratibu huu mzuri, kuwakumbuka na kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku, kwa kuzingatia kuwa utoaji wa zaka na sadaka ni miongoni mwa mambo tunayohimizwa Waislamu kutokana na faida zake katika kuchochea ustawi wa jamii. Akizungumzia sikukuu ya Eid al-Fitri, amelitaka jeshi la polisi kusimamia na kuhakikisha usalama na amani vinaimarishwa katika viwanja vya sikukuu, pamoja na kusisitiza usimamizi madhubuti wa sheria za usalama barabarani ili kuhakikisha wananchi wanasherehekea sikukuu kwa amani na utulivu. Nachukua fursa hii kuzitaka mamlaka zinazohusika kusimamia usalama wa viwanja vinavyotumika kwa sikukuu kuhakikisha wananchi wanakuwa salama katika viwanja hivyo. Aidha, nalitaka jeshi la polisi na mamlaka zinazosimamia madereva na usalama barabarani kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinazingatiwa katika utumiaji wa barabara zetu na wananchi wanapata fursa ya kusherehekea sikukuu kwa amani. Baraza la Eid limehudhuriwa na mke wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Mama Mariam Mwinyi, viongozi mbalimbali wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ikiwemo makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, rais mstaafu wa Zanzibar, Dr. Ali Mohamed Shein, makamu wa pili wa rais mstaafu, Balozi Seif Ali Idi, mufti wa Zanzibar, Sheikh Saleh Omar Kabi, spika wa baraza la wawakilishi Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, pamoja na viongozi wa dini, mashekhe na waumini mbalimbali. Mapema, Mheshimiwa Rais Dr. Mwinyi alijumuika na waumini wa dini ya Kiislamu kuswali sala ya Eid al-Fitri kitaifa katika msikiti wa Jamiu Zanzibar Kiembe Samaki, mkoa mjini Magharibi. Baadaye kuelekea Ikulu kwa ajili ya kutoa mkono wa Eid al-Fitri kwa mamia ya watoto na wananchi, ikiwemo wajane na wenye mahitaji maalumu, na kuwatakia heri na baraka katika kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitri. Assalamu alaikum. Hamjambo. Wakati la Eid. Asanteni sana, karibuni sana Ikulu. Nimefurahi sana kwamba mmetoka mbali, mmekuja kunipa mkono wa Eid. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la heri. Ezekiel Mwambopo, Channel 10.
Asante Ezekiel Mwambopo. Nako wa jijini Dodoma, waumini wa dini ya Kiislamu jana walishiriki swala ya Eid al-Fitri, ambapo katika ibada hiyo viongozi wa dini waliwasihi kuacha matendo yanayochochea mgawanyiko kwenye jamii na badala yake waikimbilie amani, wautukuze umoja na kuthamini mshikamano. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Ni swala ya Eid al-Fitri kwa waumini wa dini ya Kiislamu jijini hapa, ikiwa ni ishara ya kukamilika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo viongozi wa dini hiyo wametumia ibada hiyo kutoa nasaha mbalimbali kwa waumini na jamii kwa ujumla. Katika msikiti wa Gaddafi, Shehe mkuu wa mkoa wa Dodoma Mustafa Rajabu akitoa hotuba ya swala ya Eid amesisitiza waumini kuendelea kuishi kwa kuzingatia maadili na mafundisho aliyoyapata katika kipindi chote cha mfungo wa Ramadhani. Mcha Mungu hana chokochoko za kuvuruga amani. Mcha Mungu hana chokochoko za kuacha kutenda mema akavuruga imani. Bali mcha Mungu ni yule ambaye kama alivyosema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, watawasau bil haqi, ni wale ambao wanahusiana kutenda haki, lakini watawasau bis sabri, na ni wale ambao wanahusiana kutenda subra, kuwa wavumilivu, kuvumiliana, kustahimiliana. Katika eneo la uwanja wa Jamhuri, waumini wengine wa dini hiyo wamekusanyika kuswali swala hiyo, ambapo viongozi wa dini hiyo wamesisitiza umuhimu wa kuepuka chuki za udini na kudumisha mshikamano wa kitaifa. Mpango umeshajulikana kwamba baada ya kuwa wameshindwa njia zingine, wale wanaotaka kuvuruga nchi yetu sasa wamehamia kwenye maeneo ya dini, ili tugombane kupitia katika dini zetu, na kwa kutofautiana na imani au misimamo iwe ndani ya Uislamu au nje ya Uislamu, basi ni rahisi sana kugombana. Kwa hiyo tusimame katika nafasi zetu na kila mtu aheshimu mwenzie. Uislamu ni dini iliyonyooka, ni dini ambayo imeeleza kwanza watu kupendana. Uislamu unahimiza amani, Uislamu unahimiza namna gani watu waweze kuishi kwa kuheshimiana au kuheshimu dini za wengine. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wameeleza kuwa sikukuu ya Eid al-Fitr ni fursa ya kuendeleza matendo mema, kusaidiana na kuimarisha mahusiano mema katika jamii, wakisisitiza kuwa mafunzo ya Ramadhani yanapaswa kuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Natoa ushauri kwa Waislamu wote katika siku ya leo ya furaha, tuzidishe katika imani, tuzidishe katika udugu na ujamaa. Tulikuwa tunatoa sana, tunafuturisha watu, tunasaidia maskini. Basi yale ambayo tulikuwa tunayatenda mwezi wa Ramadhani tuendelee kuyatenda. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Nako mkoani Tabora, waumini wa dini ya Kiislamu wamehimizwa kuendeleza amani, mshikamano na upendo katika jamii, huku wakitakiwa kushiriki kikamilifu zoezi la chanjo ya polio itakalofanyika Machi 24 hadi 27 katika mikoa mbalimbali, wakikumbushwa kuwa ugonjwa huo ni hatari na unaweza kusababisha vifo. Mwandishi wetu Adela Moses anaripoti kutoka Tabora. Nyuma yangu ni uwanja wa Al-Hassan Mwinyi uliopo hapa katika kata ya Mwinyi, manispaa ya Tabora, ambapo Waislamu mkoani hapa huswali sala hiyo ya Eid katika uwanja huu wa wazi. Lakini kutokana na hali ya mvua hii leo wameshindwa kutumia uwanja huu na kuswali swala hiyo katika misikiti mbalimbali. Wilayani hapa. Akitoa mawaidha ya Eid al-Fitr, Shehe mkuu wa mkoa wa Tabora Ibrahim Mavumbi katika msikiti wa Mabatini uliopo katika kata ya Tambu Kaleli, manispaa ya Tabora, pamoja na mambo mengine, anatoa ujumbe wa Eid. Ugonjwa wa polio, ndugu zangu Waislamu, ni ugonjwa unaomaliza uhai wa mwanadamu. Serikali yetu kwa huruma ambayo iliyokuwa nayo, wakaona sasa ni muda wa kufanya chanjo ya polio nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu. Tunawaomba Waislamu mtoe ushirikiano. Kabla hamjapelekwa kwenye chekeche mkahisabiwa mkachujwa, hisabuni nafsi zenu wenyewe. Utajijua kwa mimi nakwenda vizuri au nakosea. Aidha, katika kusherehekea sherehe hiyo ya Eid al-Fitr, wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama wa wilaya za Tabora na Nzega wamehakikishia usalama wa wakazi wa wilaya hizo, wakisema vyombo vya usalama havitalala ili kulinda amani na usalama. Wilaya yetu ni salama, ukiachilia mbali changamoto chache ambazo vyombo vyetu vya usalama
vinaendelea kupambana nazo. Tuwe na sikukuu yenye amani. Tunzeni watoto wasizurure mabarabarani, lakini msiwaruhusu watoto waende Elinisa kule kuogelea wenyewe, wasije wakadumbukia kwenye maji wakafa. Kutoka Tabora, Adela Moses, Channel 10. Asante Adela Moses kwa taarifa hiyo. Waumini wa dini ya Kiislamu kisiwani Pemba wamehimizwa kuendeleza ibada ya kufunga suna ili kuendelea kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, sambamba na kuepuka kurudia makosa waliofanya kabla ya mwezi wa Ramadhani. Taarifa ya Masanja Mabula inafafanua zaidi. Waumini wa dini ya Kiislamu wamekusanyika kwa pamoja kusherehekea siku muhimu katika kalenda ya Kiislamu ya mwaka 1447 Hijiria. Wakizungumza baada ya swala ya Idi katika msikiti wa Jumaa Selemu mjini Wete, wamesema mfungo wa mwezi wa Ramadhani ni tukio linaloashiria furaha na mshikamano wa waumini. Ramadhani imeweza kutubadilisha, na moja ya mabadiliko ukiacha mbali cha Mungu anaotengeneza Allah Subhanahu wa Ta'ala ni haya ambayo tumeyashuhudia leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutembelea kutukusanya pamoja tukiwa katika mabadiliko tofauti, tukiwa katika mabadiliko ya mavazi, tukiwa katika mabadiliko ya taswira, na kutuweka mahali pamoja katika mapenzi makubwa na furaha iliyoje. Katika hali tulizonazo, kwani tuna mfungo mwingine wa 6 Shawwal, kama alivyotuambia Bwana Mtume, yeyote anayefunga siku 6 za mwezi wa Shawwal ni kama kwamba kafunga mwaka mzima. Kwa hiyo hii ni bahati ambayo haiji tena mara nyingine. Ninakuombeni sana Waislamu tuifanyie kazi katika kuzifunga siku 6 hizi, na baada ya kufunga tuache yale tuliyofanya kabla ya kufunga, na sasa tuendelee na saumu yetu, tufanye mema, tufanye vizuri, tusali na mambo kadhalika. Mkuu wa idara ya maadili na malezi ya Kiislamu kutoka taasisi ya Ibn Khaldun Academy, Ustadh Suleimani Al Saidi, anasisitiza umuhimu wa kuendeleza maadili mema na mshikamano wa kijamii baada ya mwezi wa Ramadhani. Tuhibbu linafsika, wapendelee watu yale ambayo unapendelea nafsi yako. Ukiwa wewe unapenda kula vizuri, basi na wenzako wapendelee kula vizuri. Unapenda kuvaa vizuri, basi na wenzako vile vile wapendelee wavae vizuri. Kila ambacho wewe unakipenda, basi kama ni cha halali, basi na wenzako wapendelee vile vile. Ibada za mwezi mtukufu wa Ramadhani zinapaswa kwa msingi wa kuimarisha uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu na kuendeleza mshikamano wa kijamii kwa manufaa ya umma. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Kuimarika kwa hali ya ulinzi na usalama pamoja na mahusiano mema ya kibiashara kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kumeelezwa kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi kwa mataifa hayo kupitia mapato yatokanayo na shughuli mbalimbali kwenye mipaka yake. Ahmad Nandonde anaripoti kutoka mkoani Kilimanjaro. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya mawasiliano, biashara na utalii ya Bunge la Afrika Mashariki, Dr. Gladness Salema, wakati akizungumza kwenye ziara ya kamati hiyo iliyotembelea na kujionea shughuli mbalimbali za kibiashara katika mpaka wa Holili Taveta uliopo kati ya Tanzania na Kenya. Tujivunie kwamba ule ushirikiano na umoja upo, na unaona kabisa hata namna ambavyo pande zote mbili zimeyachukua yale matatizo, zile changamoto ambazo zimeletwa. Huo ni udugu katika kufanya biashara. Kwa hiyo niseme tu kwamba utengamano inaonekana kabisa kwamba umekomaa. Ni lazima tuhakikishe kwamba kama kuna mtu anataka kusafiri kutoka pande moja kuelekea ile nyingine, iwe ni kazi rahisi. Tunapaswa kufanya kama watu wa East Africa. Naye mkuu wa wilaya Rombo Mwalimu Raymond Mwangwala amesema kuwa hali ya amani na usalama katika wilaya yake imeendelea kuongeza msukumo wa shughuli za kibiashara mpakani hapo. Mimi ninachoweza kuhakikishia, yote tuliyokubaliana, yote tuliyoweza kuzungumza, tutakaa, yaliyo kwenye level yetu tutakaa na tutayamaliza, lakini yaliyokuwa nje ya uwezo wetu watayabeba, watakwenda nayo. Hata hivyo, kamati hiyo ikapata fursa ya kusikiliza changamoto mbalimbali zinazowakabili wanajumuiya. Some border users may lack awareness of OSPP procedures which can cause confusion and delay for some tasks. Kwenye mfumo tafuteni mbinu mbadala ili mtu aweze kuclear mapema ili aweze kuondoka.
Nyingine hatuna Safaricom line na lazima ulipe through Safaricom. Mpaka ufanye communication na mtu yuko mbali akusaidia kulipa ndio upite. Ahmad Nandonde, Channel 10, Rombo. Mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Hamadi Aidani Ramadhani mwenye umri wa miaka 51, mwalimu wa shule ya msingi Mkwajuni kata ya Mwamkulu, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, wilaya ya Mpanda, mkoani Katavi, amekutwa ameuawa kikatili kwa kuchinjwa na kutenganishwa kichwa na kiwiliwili na watu wasiojulikana. Mwandishi wetu Pasco Katona anaarifu zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya mashuhuda na ndugu wa marehemu wamesema kuwa wanasikitishwa na tukio hilo na wanaiomba serikali kufanya uchunguzi wa mauaji hayo ya kinyama. Kwa utambuzi wa haraka kwa kuwa ni mwili umefariki afu pia kichwa kimekatwa, hakina sura ya kutambua. Tulijaribu kutambua kwa kupitia mavazi kwa kuwa waga tunaona ameyavaa. Ya kufika kule polisi walichokuwa wanafanya, tumekuja na mwili mpaka mochwari ya Mpanda. Madaktari wanaendelea kufanya uchunguzi wao, postmortem inaendelea huko ndani. Lakini kama kuna chochote ambacho kimetokea, maybe amedhurika na mtu kamdhuru au nini, tunaomba serikali itusaidie kuweza kuwapata watuhumiwa na waliofanya kitendo hiki, kwa sababu tunakilaani. Nafsi sisi kama walimu tumesikitishwa sana na tunalaani sana kitendo hiki cha mauaji haya katili kwa mwalimu mwenzetu na mwanachama mwenzetu wa CWT, kwa sababu wamekatisha uhai wake. Paulo Kaoya ni afisa maendeleo ya jamii kutoka manispaa ya Mpanda. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa hiyo, amesema analaani tukio hilo la mtumishi wa serikali kufanyiwa ukatili. Matukio kama haya au vitendo kama hivi lazima vikemewe. Hata viongozi wa dini na ya kila mmoja ambaye anaweza kutumia fursa ama jukwaa lake atakalokuwa nalo kuweza kukemea vitendo kama hivi, kwa sababu vinarudisha nyuma jitihada za serikali. Hata hivyo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda Kaoya amewataka walimu waliopo kata ya Mwamkulu kuwa wavumilivu wakati serikali inafanya kazi yake. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Katona wa Channel 10. Asante Pasco Katona kwa taarifa hiyo ambayo moja kwa moja inatupeleka kwenye habari za michezo na burudani. Maandalizi kuelekea mbio za kimataifa za Kilimanjaro Marathon yamekamilika kwa 100%, huku kukiwa kumebaki saa chache kabla ya kuanza kwa mashindano hayo yatakayofanyika katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Ushirika Manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na Channel 10 mapema leo, meneja wa matangazo wa kampuni hiyo ambao ndio waandaaji wa mbio hizo, Bi Catherine Yakura, amesema mashindano hayo yanayofanyika kwa mwaka wa 24 sasa yatahusisha watu kutoka mataifa mbalimbali zaidi ya 50, ambapo dhamira kuu ni kuwakutanisha watu pamoja, huku kampeni ya mbio hizo kwa mwaka huu ikisema vya kwetu vizuri. Marathon tumekuwa legend sponsors kwa sababu huu ni mwaka 24 ambao tumedhamini, lakini Kilimanjaro Premium Lager inadhamini hii marathon kwa sababu nia na madhumuni kwanza ni inaleta watu kwa pamoja. Kwa hiyo kuna nchi zaidi ya 50 ambazo ziko nje ya Tanzania na wanashiriki katika hizi mbio. Watu wote kuja kwa pamoja ndani ya jiji la Moshi. Lakini pia katika mwaka huu imekuwa tofauti kidogo kwa sababu tuna kampeni yetu ambayo tumeizindua inaitwa vya kwetu vizuri. Hii kampeni hususan ni kwa ajili ya kusherehekea na kufurahia vya kwetu wa Tanzania vilivyo vizuri. Tumezingatia hasa wakimbiaji wetu kwa maana ya barabara ambayo itakuwa sawa sawa, kupata matatizo ya kutumia henka na sehemu na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo tumelazimika kutumia route ya kilomita 21 kufanywa mara 2 ili kupata kiwango. Nao baadhi ya wadau wakiwemo makampuni mbalimbali yatakayoshiriki katika mbio hizo wameeleza matumaini yao makubwa katika mbio hizo ambazo zimepewa hadhi ya kushirikisha viongozi mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Ziweka kwenye hadhi ya kiongozi. Tutakuwa na warm up stage asubuhi. Kwa hiyo watu wakishapasha ile asubuhi, then viongozi wakishafika tutaanza hizo mbio. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri tu. Tumeboresha kuanzia ruti, kuanzia usimamizi mzima, kuanzia the way ambavyo wanaweza kupata experience wakiwa barabarani, upigaji wale maeneo ya kupiga picha. Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, naitwa Ahmad Nandonde, Channel 10.
Asante Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo ambayo imetuhitimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha asubuhi njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.